Karibuni kwenye mkutano wetu rasmi katika siku ya leo. Ni mkutano siku moja kabla ya kuelekea mchezo wetu wa marudiano dhidi ya KMKM, mchezo wa mkondo wa pili baada ya ushindi wa magoli 2-0 kwenye mchezo wa kwanza. Overall ni mchezo ambao una historia kubwa na klabu ya Azam FC kwa sababu tayari mguu mmoja mbele kwenda hatua ya makundi, hatua ambayo itakuwa inakamilisha lengo letu la kwanza ambalo tuliliweka msimu huu hasa kwenye ngazi ya kimataifa. Alafu tutasubiri kuona kwamba kwenye mashindano ya hapa ndani tunakamilisha vipi azma yetu ambayo tulikuwa tumeiweka ya ubingwa ligi kuu na kupambania pia ubingwa wa FA kwa ngazi ya taifa letu. Lakini kwa huko kimataifa tulisema tunatamani kufika kwanza hatua ya makundi, alafu tujilambe na bonus ambayo itakuwa inakuja mbele, kwa maana ya kwamba kama tunasogea hatua ya robo finali, nusu finali, ndicho ambacho tunakiendea zaidi. Mchezo wa KMKM hautakuwa rahisi kwa sababu eti Azam Football Club alipata matokeo mazuri kwenye mchezo wa kwanza. Tafsiri ni kwamba kipindi cha kwanza kilimalizika Unguja na magoli 2-0 kwenye dakika zilizosalia, lolote pia linaweza kutokea. Kwa hiyo sio mchezo ambao tutauchukulia wepesi hata kidogo. Ni mchezo ambao tutauendea kama ambavyo tunaendea michezo mingine migumu. KMKM tangu ambako tumetangaziwa rasmi kwamba tutakutana na wao, walikuwa ni Manchester City, walikuwa ni Barcelona, walikuwa ni Al Nassr, walikuwa ni Inter Miami. Kama ambavyo tungecheza na timu yoyote kubwa kutoka nje ya Tanzania, ndivyo ambavyo tunawachukua KMKM, kwa sababu hawako hapo walipo kwa bahati mbaya, wala hawana timu mbaya hata kidogo. Kwa hiyo tunatazamia mchezo mzuri kutoka kwao na hatutegemei mechi rahisi hata kidogo, ijapokuwa tunaendelea kumomba Mungu na tunaendelea pia na matayarisho kuona timu yetu inasogea mbele. Timu yetu kwa ujumla iko vizuri, iko timamu kabisa na wanaendelea na mazoezi. Leo asubuhi kulikuwa na session moja ya mazoezi na jioni hakutakuwa kuna mazoezi mengine. Zaidi ya hapo tutakuwa tunafanya tu recovery ya hapa na pale ili kuifungua miili kabla ya mchezo wenyewe. Lakini tutakuwa tunawakosa wachezaji wawili ambao majeraha yao ni ya muda mrefu, Adolf Mtasingwa pamoja na Sheikna Madudi Akite. Lakini wachezaji wote waliobaki ni juu ya mwalimu kuamua kwamba nani na nani anaweza kuwatumia kwenye kikosi hicho cha mchezo wa kesho, lakini wako timamu na wako tayari kabisa kwa ajili ya mchezo. Jambo la mwisho la msingi ni kwa mashabiki. Uongozi wa Azam Football Club umeona kuna haja ya kuwashirikisha mashabiki wetu wawe uwanjani kama sehemu ya mashabiki ambao wanakwenda kuishuhudia sehemu ya historia ya klabu yetu endapo tutafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata. Na hii imetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja uwanjani mapema kesho. Milango itafunguliwa majira ya saa 4 asubuhi. Wataingia free uwanjani kama ambavyo tumetangaza awali. Wataingia bure uwanjani kwenye maeneo ya mzunguko. Maeneo ya VIP na VVIP tumeyatenga maalum kwa ajili ya wageni ambao tumewaalika pia wao waje kuangalia mchezo huo, na endapo tutafanikiwa kwenda mbele, maana yake watakuwa sehemu ya historia. Kuna historia nyingi ambazo zinakwenda kuandikwa kwenye uwanja wa Azam Football Club kuelekea mchezo huo kwa ujumla, lakini ni wao sasa kuja kuona. Kuna burudani mbalimbali ambazo zitakuwepo hapo uwanjani, lakini kama ambavyo amezungumza mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwamba tuliomba tufanye burudani kabla, lakini amesema kwamba inabidi burudani ziwe baada. Endapo tutakuwa tumefanikiwa kusogea mbele, basi tutakuwa na burudani ya muda mrefu na wasanii mbalimbali. Obvious tutasikia nyimbo nyingine nyingi ambazo zinahusu Azam FC ambazo watu hawajawahi kuzisikia kutoka klabuni kwetu. Kwa hiyo kwa hayo machache nawakaribisha sana Azam Complex Chamazi kesho. Muda wa mchezo ni saa 11 jioni na milango itafunguliwa rasmi kama ambavyo nimezungumza kuanzia saa 4 asubuhi mpaka ambako tutakuwa tunaukaribia mchezo kwa ujumla. Nashukuru sana kwa muda wenu na nawakaribisha sana Azam Complex. Si hatujaiga kutoka kwa mtu, kwa sababu azimio la kufanya mchezo kuwa huru ni tangu ambako tulikuwa tumemaliza mchezo wa Unguja. Bahati mbaya ni kwamba hatukuwa wa kwanza kuzungumza. Bahati nzuri kwao ni kwamba walianza wao kuzungumza. Kwa hiyo we won't argue, we won't discuss, hatuhitaji kujielezea kwa mtu yeyote, lakini
hatujairithi kutoka kwa mtu wala hatujafanya maigizo kutoka kwa mtu. Ni sisi wenyewe tuna maamuzi ambayo yalipitishwa tangu tukiwa Unguja. Mipango ikoje kwanza kwa uongozi, lakini pia wachezaji kuhakikisha kwamba licha kwamba ni ngumu kwa upande wenu kuvua kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu na KMKM na wenyewe wanahitaji kufanya hivyo pia. Yes. Mmejipangaje kuanzia kwenye ngazi ya uongozi, wachezaji kuhakikisha kwamba mnaiandika historia hii kesho mkiwa na mashabiki wenu Azam? Ni mechi ngumu kama ambavyo amezungumza kocha wetu Liogope, amezungumza Aishi Manula, bado ni mechi ngumu sana, na ndio maana tunasema mechi haiishi mpaka iishe. Kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa kwanza nafikiri ni matokeo tu ya kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kipindi cha pili chochote kinaweza pia kutokea. Viongozi wetu wamejidhatiti, wako imara sana kuhakikisha kwamba wanatoa support yao kama viongozi ndani ya timu ili timu ifanye vizuri, lakini wachezaji wetu wako determined sana sana kama walivyo wamiliki wa timu na wengine ambao wanashiriki kuhakikisha kwamba timu yetu inafikia lengo ambalo tumelidhamiria. Tuna lengo la kufika hatua ya makundi msimu huu, na kocha alituwasilishia hilo namna atakavyotekeleza. Kwa kiasi kikubwa ameshacheza nafasi yake. Mind you kwamba tumecheza mechi 3 zilizopita bila kuruhusu goli, na tunahitaji kucheza mchezo huo wa 4 tusiruhusu goli, lakini hiyo ni kadari ya Mwenyezi Mungu na vile ambavyo amepanga, kwa sababu tunaamini KMKM hawawezi kuja kinyonge. Wana faida ya kutokuwa na chochote cha kupoteza mpaka sasa. Kwa hiyo watakuwa free, watarelax, watacheza, wataenjoy, na haujui ni kitu gani ambacho kitatokea. Kwa hiyo hatutegemei mechi rahisi. Viongozi wanatusupport, wachezaji wako determined, na upinzani ambao tunaonyesha kama tunafikiria parade hivi. Tunafikiria parade hivi kwanza la hatua ya makundi. Kama tunafikiria parade ya makundi. No, mimi si hiyo ni utani tu wa kawaida, lakini kwa upande wa chochote ambacho tumedhamiria kukifanya na kama ambavyo amekuwa akifanya mwalimu wetu Ibenge, ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa focused. Tutasherekea of course kwa sababu ni jambo la kihistoria ndani ya club kwa namna yetu, lakini tutoe pia kwenye focus ya kuendea michezo inayofuata. Kama ambavyo mnajua kwamba tarehe 30 kuna mchezo wa ligi kuu mgumu dhidi ya Singida Black Stars, alafu tarehe 2 kuna mchezo mwingine mgumu wa ligi kuu dhidi ya Simba. Ukianza kujitoa kwenye reli mwenyewe mapema, maana yake unajitengenezea mazingira magumu kwenda kwenye huo mchezo. Kwa hiyo mimi binafsi nikipata nafasi ya kumshauri kocha Ibenge ni kwamba tunamaliza mechi, kama tumefuzu kwenda hatua ya makundi ni siku moja ya mapumziko, siku inayofuata wachezaji wako kambini, tunajiandaa na mechi inayofuata. Dawa ili iwe inafanya kazi vizuri lazima iwe chungu, hakuna dawa pipi.